Bismillahirrahmanirrahim. Mheshimiwa Sheikh Abubakar Zubair Ali, Sheikh Mkuu na Mufti wa Tanzania, Sheikh Walid Al-Hadi Umar, Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Ali Muhammad Saleh, Mwenyekiti wa Khidmatul Quran Tanzania, Katibu Mtendaji wa Ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar, majaji na washiriki wa mashindano, mashekhe na walimu mliopo hapa, wananchi mliohudhuria, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria katika hafla hii ya fainali ya mashindano ya kimataifa ya Qur'an tukufu kwa njia ya tajwid inayosimamiwa na taasisi ya Khidmatul Quran. Napenda kuchukua nafasi hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa taasisi hii kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika mashindano haya ya kimataifa kwa njia ya tajwid. Naipongeza taasisi ya Khidmatul Quran Tanzania kwa kazi nzuri inazozifanya, ikiwemo hii ya kuandaa mashindano haya makubwa ya kimataifa. Napenda pia nikupongezeni kwa kufanya kazi kwa umakini mkubwa katika kuwachagua washiriki wa mashindano haya tuliyoyashuhudia leo. Hakika sote tumeshuhudia ubora wa viwango vya wasomaji tuliowasikia leo hii. Kwa kweli wana viwango vya hali ya juu sana. Ndugu Waislamu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nachukua fursa hii kuwakaribisha wageni wetu wote waliotoka mataifa mbalimbali kuja nchini kwa ajili ya kushiriki na kushuhudia mashindano haya. Karibuni sana Tanzania na mfurahie amani na upendo wa ndugu zenu wa Tanzania. Kwa namna ya pekee kumkaribisha msomaji mkubwa wa Qur'an tajwidi duniani, Sheikh Dr. Yasser Al-Sharqawi kutoka nchini Misri, ambaye naye amejumuika nasi leo hii kwa lengo la kufanikisha mashindano haya makubwa. Uwepo wa shekhe huyu umefanya mashindano haya kuwa na wafuatiliaji wengi duniani na hasa mitandaoni kutokana na umahiri na umashuhuri wake katika fani hii ya Qur'an tajwid. Lakini pia uwepo wake utaongeza hamasa kwa vijana wetu katika kuisoma Qur'ani kwa njia hii ya tajwid hapa nchini. Kwa ujumla tumefurahia sote usomaji wake. Bila shaka sote tunakubaliana kwamba ana kila sababu ya kuitwa bingwa katika fani hii. Kwa ujumla pia niwakaribishe wageni wote na tumefarijika na kuwepo kwenu pamoja nasi katika shughuli hii. Ndugu Waislamu, wageni waalikwa, napenda kuwapongeza sana vijana wetu kwa kuisoma Qur'ani kwa weledi na umahiri mkubwa, kwa kutumia sauti nzuri inayomfanya msikilizaji awe makini kuisikiliza Qur'ani. Hakika Qur'ani inaposomwa vyema, kila mtu hupenda kusikiliza. Binafsi nimevutiwa sana na vijana wetu hawa. Namuomba Mwenyezi Mungu mtukufu awabariki katika maisha yao yote ya duniani na akhera, na wajaliwe wawe miongoni mwa vijana wa kupigiwa mfano mwema katika nchi na mataifa yetu. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa, hakika umahiri huu ulioonyeshwa na vijana hawa haukuja kwa bahati mbaya, bali ni mazao ya juhudi za makusudi za walimu waliobobea katika fani hii ya tajwidi. Hivyo basi, nichukue nafasi hii kuwapongeza sana walimu wote wanaosimamia kazi hii. Niwaombe mfanye juhudi ya kuifikisha fani hii katika wilaya na mikoa yote ya Tanzania kwa lengo la kupanua fursa na kuibua vipaji vya usomaji wa Qur'ani kwa tajwid. Sote ni mashahidi kwamba mashekhe wetu wanaoitumikia fani hii ya tajwid wamefanya kazi kubwa sana. Mpaka leo tunajivunia kuwa na vijana waliobobea katika fani hii hapa Tanzania,
ambao wanashiriki mashindano kama haya nje ya nchi na kuibuka na ushindi. Hakika hii ni baraka kubwa kwa nchi yetu. Tunapaswa kufahamu kuwa vijana wetu ndio nguvu yetu katika taifa na ndio rasilimali pekee ya kujenga jamii bora yenye maadili na tabia njema. Hivyo basi, nichukue fursa hii kuiomba taasisi hii na jumuiya nyingine kama hizi kuzidisha juhudi zao katika kuwalea vijana wetu na kuwaongoza kwenye maadili. Hakika, jukumu la kusimamia maadili na ustawi wa vijana wetu sio la serikali peke yake, bali ni la kila mmoja wetu. Hivyo sote tutoe ushirikiano katika kuhakikisha tunawajengea misingi bora ya maadili na uchamungu vijana wetu ili tuwe na taifa bora lenye hofu ya Mwenyezi Mungu. Ndugu Waislamu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi ya kusomesha Qur'an ni kazi tukufu mno yenye malipo makubwa, na mwenye kufanya kazi hii ndio mtu bora zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu. Haya tumeelezwa na kiongozi wetu Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, katika hadithi inayosema kuwa mbora wenu ni yule mwenye kujifunza Qur'an kisha akaifundisha. Kadhalika imeelezwa kuwa wenye kujishughulisha na Qur'an kwa kuisoma na kuisomesha watapata malipo makubwa kwa Mwenyezi Mungu. Fadhila nyingine ya Qur'ani ni kuwa Qur'ani itakuwa ni muombezi kwa mwenye kuisoma siku ya Kiyama. Hoja hizi zinaonyesha umuhimu na ubora wa Qur'an katika kuisoma, kuisomesha na kuihifadhi. Hivyo basi, napenda kuwasisitiza wazazi na walezi kuwahimiza watoto na vijana wetu juu ya kuisoma, kuihifadhi na kuifanyia kazi Qur'an, kwani tumeelezwa kuwa yoyote mwenye kushikamana na Qur'an atapata kivuli katika arshi ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwao. Amin. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa, tukiwa tumo ndani ya 10 la pili la mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ndio uliteremshwa kitabu hiki cha Qur'an, naomba kuwasihi Waislamu wenzangu tuzidishe bidii ya kuisoma Qur'an hasa katika mwezi huu mtukufu. Aidha, niwaombe tuziunge mkono jitihada za jumuiya hii ya Khidmatul Qur'an, na wasihi tuwape ushirikiano wa hali na mali taasisi hii ili malengo waliojiwekea yaweze kufikiwa. Napenda kumalizia hotuba yangu kwa kutoa wito kwa taasisi nyingine na jamii kwa ujumla kuiendeleza fani hii ya Qur'an tajwid katika jamii yetu ili kukuza na kuibua vipaji vya vijana wetu wenye uwezo mkubwa katika fani hii. Aidha, nashauri taasisi ya Khidmatul Qur'an kuhamasisha jamii katika kuanzisha vituo vya fani ya tajwidi kwa kushirikiana na taasisi zilizopo nchini ili fani hii izidi kuimarika katika jamii yetu. Kadhalika, naziomba taasisi zote zinazojihusisha na fani hii ya tajwidi kuwa na uhusiano mzuri na taasisi za serikali zinazoshughulikia masuala ya dini. Ndugu Waislamu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda nikuombeni tuendelee kudumisha amani, umoja na mshikamano na kuliombea taifa letu pamoja na viongozi wake, tukizingatia kuwa mwezi Oktoba mwaka huu nchi yetu inakabiliwa na uchaguzi mkuu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tufanye uchaguzi kwa salama na amani. Aidha, tunamuomba Mwenyezi Mungu azikubali funga zetu na ibada zetu zote tunazozifanya ili tupate fadhila kwa utukufu wa mwezi huu wa Ramadhani. Baada ya kusema haya, na kushukuruni sana kwa kunisikiliza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir.